Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa mchezo wa Kariakoo Derby uliokuwa umepangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, ambapo mchezo huu tunaona uliweza kusogezwa mbele na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na kile kwamba klabu ya soka ya Simba mnamo tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2025 walienda uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi, lakini waliweza kuzuiliwa kuingia kwenda kufanya mazoezi. Sasa kutokana na Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi, waliweza kuandika barua na kutoa tamko kwamba hawapo tayari tena kwenda kucheza mchezo huu wa Kariakoo Derby kwa sababu kikanuni na kimsingi walizuiliwa na makomando wa klabu ya soka Yanga. Lakini wao Yanga msimamo wao kani ule ule kupeleka timu uwanjani siku ya tarehe 8. Kwa Yanga walikuwa wakisisitiza kupata alama 3 muhimu, ambapo kwa upande mwingine wakiamini klabu ya soka ya Simba ndio ambao walikaidi ama walikiuka taratibu za mchezo. Kwa Yanga wao kama kawaida waliweza kupeleka timu uwanjani, na mara baada ya kupeleka timu uwanjani klabu ya soka ya Yanga Sports Club kwa upande mwingine tunaona walivyopeleka timu hakukuwa na waamuzi. Sasa watu wengi walikuwa wakisubiria maamuzi kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuhusiana na hatima ya mchezo huu. Je, utakwenda kuchezwa ama kuna klabu ambayo itakwenda kupewa alama 3? Kwa sababu ukiangalia bodi taarifa walioitoa hapo awali ilisema kwamba watakwenda kutoa majibu na kupangia tarehe mchezo huu, lakini Yanga wao waligomea katu kwamba hawapo tayari tena kucheza mchezo huu, Simba wao wakisubiria taarifa rasmi kuhusiana na tarehe ya mchezo. Sasa kutoka katika taarifa ambayo imeweza kutolewa asubuhi ya leo ni kwamba bodi tayari wameshafanya maamuzi kuhusiana na mchezo huu. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara inasemaje? Inasema hivi: taarifa kwa vyombo vya habari. Kwa heshima na taadhima, bodi ya ligi kuu inapenda kuwataarifu kuwa baada ya mashauriano na wadau mbalimbali wa michezo pamoja na tathmini ya mechi na pande zote mbili zimekubaliana, ratiba ya ligi imekubaliwa kuwa mechi ya marudiano kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club itafanyika katika uwanja wa Amani Zanzibari siku ya Jumamosi tarehe 10 Mei 2025 kuanzia saa 11 jioni. Uamuzi huu umefanyika kwa kuzingatia mambo yafuatayo: 1, kuongeza usawa wa mazingira ya kiushindani kwa timu zote mbili; 2, kuimarisha ushirikiano wa michezo baina ya Tanzania bara na Zanzibari; 3, kuwapa mashabiki wa Zanzibar nafasi ya kushuhudia moja ya mechi kubwa nchini. Bodi ya ligi inasisitiza kuwa maandalizi yote yafanyike kwa kushirikiana na wadau husika, ikiwa ni pamoja na usalama, upangaji wa tiketi, mawasiliano kwa vyombo vya habari, maandalizi ya uwanja. Tafadhali hakikisheni timu zenu zinafanya maandalizi ya kutosha kuelekea mchezo huo. Imetolewa idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu, Aprili 23 mwaka 2025. Kwa hiyo tunaona bodi ya ligi kuu Tanzania bara hatimaye wamefanya maamuzi yao kuweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo huu, kwamba tarehe rasmi mchezo utakwenda kuchezwa tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa hiyo kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club upo pale, haujafutwa kwa sababu bodi wao ndio ambao walighairisha mchezo huu na kuweza kuupeleka mbele. Kwa hiyo hatimaye wametangaza tarehe rasmi. Sasa ngoja tuone Simba wananchi ya kusema sambamba na Yanga wananchi ya kusema, kwa sababu ukiangalia hata bodi katika taarifa yao wanasema kwamba wameweza kusikiliza wadau mbalimbali wa michezo, bila kusahau kwa upande mwingine pamoja na tathmini ya mchezo wameweza kuona kwamba kuna makosa ambayo Yanga aliyofanya ambao ni kuwazuia Simba, bila kusahau Simba wao hawakutoa taarifa kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo timu zote hizi zimekutwa na hatia, na ndio maana bodi imeweza kupangia rasmi tarehe rasmi ya mchezo huu. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho kimeweza kujiri? Unaona nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan
unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.